lakini sisi tumekaa na tunaongea, si ndio? Kwa hiyo kile tunachokiongea inawezekana kwa kinawakilisha. Baada ya kuwa nimefikiri kwanza kuwapongeza, jambo la pili, mimi tumekuwa tukikutana mara kwa mara. Nafikiri pia mwenyekiti ulikuwa kwa dharura ambazo hujakuwepo. Sisi tumekutana hapa, itakuwa ni mara ya pili. Leo hii tutakuwa tumekutana mara ya pili, lakini kuna wengine walikuwepo na wengine ambao hawajakuwepo. Kwa haraka haraka nawaona watu wengi wale ambao tukiwaambia tukutane kama wadau wanakuja wale, na tukiambizana tukutane maeneo mengine wanakuja tena hao. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwaheshimu hao watu wanaokuja kama wadau na wanajirudia mara kwa mara. Na inawezekana pia wakawa na uwezo wa kutufikishia kile ambacho tuna uwezo kuungana na kukizungumza. Kwa mimi kwa majina kwanza naitwa Yahaya Mpelembo. Mimi nimekuja kwanza kama mdau, lakini nimekuja kama katibu wa mbunge kumwakilisha mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini, lakini pia nimekuja kama katibu wa FA wilaya. Mimi maoni yangu yatakuwa ni katika maeneo matatu. Eneo la kwanza limezungumzwa sana, mimi natamani liwe kwa vitendo. Eneo la kwanza lililozungumzwa sana ni mshikamano na kuwa pamoja. Mshikamano na kuwa pamoja ni kuheshimiana pia. Mimi nikimheshimu mwenyekiti Amini Kuyava kama ni mwenyekiti kwa wakati wake, ndio mwenyekiti, napaswa ni mheshimu. Nikimheshimu kama mwenyekiti, itarudishwa feedback ya mimi kuheshimiwa kama mdau au kwa nafasi yangu niliyokuwa nayo. Nikimheshimu mwenyekiti, naye akimheshimu mdau, naye pia atamheshimu kama mdau na nafasi yake aliyokuwa nayo. Kakaangu Sanga tukimheshimu kama mwakilishi wa michezo anayetuunganisha baina ya sisi na serikali, na yeye akatuheshimu huku, ndio huo tunaozungumza muunganiko. Usipokuwepo huo, tutakuwa tunaongopeana. Mwenyekiti, ni lazima mimi kama katibu wa FA niheshimiwe. Mimi sitafuti heshima, lakini wenyewe mlisema hivi, huyu anapaswa kuwa hapa na anatosha kuwa hapa. Kwa sababu nimetosha kuwa hapo, na ilinda heshima yake. Mwenyekiti pale anatakiwa ilinde heshima yake kwa namna yoyote ili aheshimike na wengine. Kwa hiyo mimi cha kwanza naungana na eneo hilo, ni lazima tuheshimiane. Cha pili, tuvunje ile mikakati ambayo tunafikiri kwamba hivi huyu sio hafai, huyu hafai. Sasa hawa ambao hawafai hawa ndio wakati mwingine tunakutana nao, ndio wenye kiu pia ya kuwa na huo mpira wenyewe. Kwa tafsiri yake kumbe ambao hawafai kuna wakati wanatufaa. Kwa tuungane ili tufaane tu wote kwa pamoja. Mimi mwenyekiti, ni hilo la kwanza kwenye eneo hilo na shauri, na nitakuwa mstari wa mbele sana kufikiri kwamba hivi hawa wadau ambao tunafikiri kusema hivi huyu hafai. Sasa ukiita watu wadau, unaona ndio wale ambao hawafai ndio wanakuja wao. Kwa tuwabadilishe kuwa hawafai, tuwatumie kama wanafaa, alafu watuvushe pale tunakopataka, alafu huko tunakoendelea tutajua nini cha kufanya, kama wamebadilika au tunafanyaje, si ndio jamani? Hili ni namba moja. Namba mbili ni mikakati ambayo ipo. Mkakati wa kwanza ni mkakati wa kufikiri kwamba ni lazima tuwe na miundombinu inayoweza kuchezeka muda wote. Yaani ndani ya mkoa wetu tuwe na miundombinu inaweza kuchezeka muda wote. Yaani kiu yetu isiondoke na hilo. Tuna timu, hatuna timu, miundombinu inayochezeka muda wote iwepo. Kwa sababu hata kwa bahati mbaya basi tuipate hiyo timu. Kuna wakati timu zinapita kwa bahati mbaya, kwa sababu hatuna miundombinu zinatupita. Kwa tuwe na miundombinu muda wote inayoweza kuwa inachezeka. Hiyo ni jambo namba mbili. Jambo namba tatu, mwenyekiti wa FA na kamati tendaji ya FA, mimi nilitamani FA zote za wilaya mzitumie kutengeneza vipaji, mtumie kutengeneza watu. FA mkoa itumie kutengeneza timu zinazoweza kushiriki daraja la kwanza, la pili mpaka ligi kuu. Huku FA huku nyinyi maagizo yenu yawe ni kuhakikisha kwamba tunazalisha watu wanaoweza kucheza, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinatusumbua Iringa, tunataka kuwa na timu lakini hatuna watu tunaoweza kuwapata wanaotoka hapa Iringa. Kwa hiyo tutakuwa tunakopa watu kutoka nje. Ikifika kipindi kwenye financial tunasumbuka sana. Kwa hiyo tutengeneze sana watu wanaotoka hapa. Tafsiri ya Mzize kuja hapa ni mmoja na ikaonekana anafanya pale vizuri, tungekuwa na wakina Mzize 20, leo tungekuwa tunawadai kuwa na timu. Kwa hiyo tutengeneze huku FA zetu sisi, ukeni mkakati, na sisi tuko tayari kupokea mkakati huo, kuona kwamba tunazalisha watu wale waweze kuqualify kabisa na waweze kucheza. Msiulize leo Majeki akiwa na timu
asitafute kwenda Mbeya, Dar es Salaam, si wapi. Aseme hivi, katibu wa FA, una watu wanaweza kucheza kwenye timu yangu? Nimwambie hivi, wapo. Mtawapataje? Utawapata 1, 2, 3. Kwa hiyo huu ni mpango ambao pia nafikiri mimi kwangu naamini tukiutengeneza utakuwa unatusaidia. Mpango wa tatu ni sisi wadau sasa. Tunataka nini? Serikali iko hapa inaongozwa na kaka Sanga, lakini mkuu wa mkoa ni Heri James. Yeye yupo huko, amemtuma mwakilishi wake. Anataka kujua sisi kama mkoa tunahitaji nini. Yes, ndio kiongozi wetu. Sasa sisi tutoke tuseme hivi, Wanairinga, wadau wa soka, serikali tunadai tunachokihitaji sisi kuwa na timu. Kwa namna yoyote tutakuwa na 1, 2, 3. Kwa hiyo wao kama serikali wataona namna gani ya kutusaidia in case of finance au administration na vitu vingine. Kwa hiyo sisi kama wadau kwamba tunachokiona kiu yetu ni kuwa na soka. Kwa hiyo sisi ndio mabosi wa serikali, si ndio? Sisi ndio mabosi wa serikali. Sisi tunafikiri sasa kuwa hatuwaagizi, kwa sababu mabosi wengine wakikaa pale wanabadilika. Tunawaomba mabosi wetu, kiu yetu sisi Wanairinga ni kuwa na timu ya ligi kuu, kwa sababu daraja la pili tumeona tunahitaji ligi kuu. Ikitokea imeshindikana sana, tuwe na daraja la kwanza ambao tutakuwa tunaona ligi kuu ipo karibu. Kwa hiyo hii ndio kiu yetu serikali, muipokee. Pokeeni kwamba hivi kama kuna wadau mnaofikiri mnaweza kuwaona wakatusaidia, kwa maana in case of financial, wadau tuliokuwepo inawezekana tuna namna nyingine ya kufanya, sisi tunahitaji ligi kuu. Kwa hiyo mimi hili ni jambo la tatu ambalo nilikuwa nikilifikiri kulifikisha, na naamini kabisa mkoa inaweza kabisa. Kwa hiyo kwa uchache kidogo, kwa sababu nimechelewa na nimeambiwa kwamba muda umekuwa sio rafiki sana, basi niutumie muda wangu kwa kuyafikisha hayo. Ningepata muda mwingine ningeyazungumza mengi kidogo, lakini asanteni sana na nashukuru. Cha mwisho nilikuwa nikitaka kuzungumza kwenye namna ule mpango wa muda mrefu na muda mchache. Kwenye mpango wa muda mrefu na muda mchache, kiu ya Wanairinga tuna kiu mbili. Kiu ya kwanza ni kuiona ligi kuu. Kiu ya pili ni kuwa na timu ya ligi kuu inayocheza hapa Iringa. Hizi ni mbili. Ukiziangalia kama zinafanana lakini ziko tofauti. Zote tuna uwezo wa kuzipata au tuna uwezo moja tukaanza nayo au vipi? Timu ya kuwa na timu ya ligi kuu inayocheza ligi kuu, ndio tunasema tukiwa na miundombinu inayotoshea, tuna uwezo muda wote tukawa na timu hapa. Ikaja akasema bwana, mimi naweka makazi yangu Iringa. Kwa hiyo kwa kutumia FA mkoa, kutumia serikali, lakini pia kutumia wadau, tunaamini huko kuna watu wanaweza kushawishi. Tuna timu, tuchukulie mathalani hapa. Kuna timu ile ya jeshi ile Transcape ipo. Kuna timu zingine nyingi zipo, nimetoa huko kama mfano. Tuna uwezo pia Iringa, tunaamini kabisa lazima tujione madhaifu yetu. Madhaifu yetu bado yako kwenye financial. Kwa hiyo kumbe tunaweza tunachokitafuta tuwe na timu ambayo pia ina uwezo wa kujibeba yenyewe. Kwa timu ambayo inaweza ikaja hapa mwenyekiti, ikawa na uwezo wa kujibeba yenyewe. Sisi tukageuka kuhakikisha timu hiyo tunailinda kwa nguvu zetu, kwa kila kitu kinachokuwepo hapa Iringa, bado tutakuwa pia tumefanikiwa kwenye hilo. Kwa hiyo tukishindwa kabisa kuwa na timu yetu moja kwa moja, basi tuone namna gani ya pia kuziomba timu zingine zije Iringa, ziweke makazi, sisi wote tugeuke kwa kwenye hiyo timu, tuhakikisha tunaipambania hiyo timu iwepo bado kubakia hapa. Inawezekana ikawa ni chachu pia na sisi kupata timu yetu, lakini kuinua pia vipaji ambavyo vipo huku chini. Asante sana. Hapa ni stadi kama kutumia uwanja huu na tunakuja ndio majiji sababu ya uwanja wetu. Uwanja Jamhuri umefungiwa, alikuwa ametupigia simu kutoka hapa hajatumia uwanja huu. Kuja kucheki umefungiwa uwanja wa Samora. Kwa hiyo kikubwa ni kuimarisha miundombinu yetu kwanza. Tuna miundombinu ili mwingine akija basi aone kama iko sehemu sahihi. Na nadhani tutachukua jukumu la kuongea na viongozi wa viwanja hususan Samora kwa kwamba kuna njia mwafaka kufikia mwafaka. Japo mtambia na mpango na mrefu, sio kama katibu nafahamu kwa manispaa kwamba kuna mdao ndio kutengeneza kwa nyasi za KF karibuni, nadhani kuanzia mwezi wa 11. Hiyo tu tuweke kipindi kwa tuwe na timu na kwa peteza hapo. Basi ukiwa na timu lazima tupige na uwanja wao sahihi, hiyo ni moja bila kuchezea na waki watu itakuwa hivyo. Tupate timu, watu watafuta timu, lakini pia tunaimarisha miundombinu ya kuchezea. Hiyo itakuwa ni kubwa sana. Nashukuru sana kwa mchango wako bwana haya, na niwashukuru viongozi wa jambo mambo yote ambayo mnachangia siku ya leo. Mchango wenu ni muhimu sana, tunathamini sana. Na ujio wenu hapa sio wa bahati mbaya. Kwa kama imeujiza kwamba tukutane hapa siku ya leo kwa ajili ya kujenga mpira wa Iringa, na hapa ndo tumeshaanza tayari safari ya kwenda ligi kuu.
Sio kwa leo tunaanza kutafuta timu hapa. Hii kukutana tu ni hatua ya kwanza. Na mimi hatua inayofuata ambayo mwanzo tunachukua mengi ya kuitisha viongozi wa kitaifa kwenye harambee na nini. Yote yatafanyika, lakini hii leo tumeshaanza safari ya kwenda ligi kuu. Kwa kikao hicho ambacho wengine wanaanza kuona kidogo, lakini kimetoa mawazo makubwa sana ambao kama mwenyekiti mimi nayabeba na nitafikisha sehemu sahihi na tutafanya kazi na tutashirikiana, tutawasilishia mrejesho ili kitokea tutawaambia. Katika kikao pia tumekaa kujadili na ABC zimetokea na wewe tukapata timu labda na mwazengo ndio ilitaja timu kama Transcam, timu hizo majeshi rahisi kuzishawishi na kuja hapa kucheza hapa, sababu watu majeshi wana mambo mengi sana kama ambavyo ni watu binafsi. Na kikubwa tu kama nilivyosema mwanzoni, tunataka tupate taasisi aidha kwa wawekezaji au taasisi kama mwekezaji akawekeza akachukua timu akaendesha timu tukamunga mkono. Hii taasisi pia ni jambo sahihi. Kwa sasa hivi timu kuendeshwa na wawekezaji au taasisi halipepeki. Tumeendesha kwa njia ya wanachama hadi kwa asili ya kuchangisha tena kwenye mikeka mara katoa 2000, 1000, 3000. Hapana, ile kwenye mikeka iwe kama mchapopo tu. Lakini kikubwa zaidi tuwe na mwekezaji katika timu au taasisi iendeshe timu. Sisi tuwaunge mkono. Hilo ndio wazo langu kubwa na ningependa ndio tuweze kutimia. Kupitia sisi leo na mimi kila kitu kitakuwa sawa, tutapata timu ya Premiership hivi karibuni. Sio mwaka huu na hakika sio mwaka, lakini kuanzia mwakani tutakishukuru tutakuwa na timu. Kwa mpango ambao tumeanza nao leo, ndio nao hivi tujengane, tukosoane, lakini ndani ya vikao kama ambavyo tumekubaliana, tuongee, tusemane njia ya kujenga na kusafishana. Tuache ile ubaguzi, tuache majungu, tuache na fitina zote ambazo ziko tofauti na mshikamano. Nashukuru sana. Nadhani leo tuishi hapa. Next time tutafanya maboresho ya kikao kingine kitakuwa bora zaidi na wadau wakubwa zaidi wa wakaja. Asanteni sana. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa majina naitwa Lonjino Malambo, mdau wa soka mkoa wa Iringa. Kwanza nikishukuru chama cha mpira mkoa wetu wa Iringa kwa yale maono ambayo wameona kwamba Iringa sasa tunatakiwa tuwe na timu ya ligi kuu. Kwa hiyo sisi kama wadau tunaamini kabisa kama umoja na mshikamano utakuwepo katika mkoa wetu, na imani kabisa tutarudisha heshima ya mkoa wetu na tutaleta timu ya ligi kuu. Mimi naitwa Abu Changawa, ni mdau wa mchezo mkoa wa Iringa. Nashukuru kikao kimekwenda vizuri, lakini kikubwa ni kwamba watu wananchi wa Iringa wana hamu ya kuona timu ya ligi kuu. Na hata juzi ulivyoona alivyokuja tamasha la Mzizi, unaona jinsi watu walikuwa wamejaa Samora. Kwa hiyo kikubwa tumejadiliana leo, nafikiri ni hatua nzuri, tumeanza vizuri. Cha msingi tu ni kutia mkazo yale ambayo tulikuwa tunategemea kuyafanyia kazi, tuyafanyie kazi kwa wakati, na serikali iunge mkono ili tuweze kupata timu ya ligi kuu hivi karibuni. Ikikishika basi hata mwakani. Cha kwanza ni kuwa wamoja. Kuwa wamoja, tuache majungu, wote tukisimama tukiwa kitu kimoja. Mimi naamini hakuna kinachoshindikana. Kwanza mimi binafsi nafurahi sana kuona serikali ya mkoa inatuunga mkono, serikali kwa ujumla kwamba inatuunga mkono, inahitaji Iringa kuwe na timu. Mimi nadhani wote tunaona wadau wanavyohitaji kuwa na timu. So tukishakuwa na timu nadhani kila kitu kitaenda sawa. Lakini muhimu zaidi tukipata taasisi ambayo inaweza ikaongoza mpira. Sababu tabia za watu wa Iringa zinajulikana kwamba tunaweza tukasema tutakuwa na timu, kukana uongozi, mwisho wa siku kila siku ni majungu ambayo hayana maana yoyote kwa maslahi ya mpira wa miguu wa Iringa. So cha msingi tukishakuwa tuna mshikamano, viongozi wa serikali, viongozi wa chama cha mpira na wale viongozi watakaoongoza hiyo klabu tunayotegemea kwa nayo, basi itakuwa njema na kila mtu atachangia kwa moyo ulio mkunjufu. Kwa jina naitwa Kasanga Michael, mwenyekiti wa chama cha waamuzi mkoa wa Iringa. Kwa situation hii inayoendelea chini ya wadau wa mpira mkoa wa Iringa, hususani vikao vinavyoendelea vilivyoitishwa na mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Iringa na mkuu wa mkoa,
sisi kama waamuzi tunaona kuna fursa kubwa mno, maanake tutapata nafasi ya waamuzi wetu kuendelea kujifunza na kujifunza zaidi, kwa sababu waamuzi wetu wanapoendelea kupata michezo mingi, tunaendelea kuwajengea ujasiri na uwezo wa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Jina langu naitwa Hamis Nurudini, mwenyekiti wa chama cha waigizaji mkoa wa Iringa. Kwa wadau wengi ambao tuliopo mkoa wa Iringa, tunatamani sana ligi kuu, yani timu ya ligi kuu iwepo. Aidha timu yetu sisi kama sisi mkoa wa Iringa, ama ije timu yoyote ya ligi kuu kuweka kambi hapa na ikawa inacheza hapa, kwa sababu sisi kama chama cha waigizaji ndani yake ukiondoa kucheza filamu, pia sisi tunafanya biashara, ni wafanya biashara. Kwa hiyo inapokuwepo timu ya ligi kuu hapa, tunapata fursa ya kufanya biashara zetu ndogo ndogo, lakini pia na biashara zile kubwa kubwa, kwa sababu watu wengi watakuja kushabikia mpira hapa kutoka Mbeya, kutoka Dodoma, kutoka Morogoro, kutoka wapi, ambapo mahoteli yatafanya kazi. Sisi wafanya biashara wa kuuza nguo tutauza, wa kuuza mchele tutauza, kwa sababu kuna watu wengi watapenda kuondoka na vitu hapa. Lakini pia na sisi tunapata fursa mbalimbali, kwa maana ya tunaweza tukatamani kuanzisha kitu, mfano tukawa tuna kumbi ya sinema, kwamba kupitia ligi kuu hapa tukawa tuna kumbi ya sinema, ambapo wale wachezaji wakitoka kabla kwenda kwenye mechi, ama kutoka kwenye mechi, watu kabla kusafiri wakaja kuangalia filamu, tukawa tuna sehemu ambayo sisi tunaonyesha filamu. Kwa hiyo kutakuwa kuna fursa nyingi ambazo zinaweza zikapatikana kupitia ligi kuu. Naitwa Victoria Mwenda. Kwanza ni mjumbe wa kamati tendaji ya RFA, lakini pia ni katibu wa chama cha mpira wa miguu wanawake mkoa. Uwepo wa timu ya ligi kuu kuna fursa nyingi sana, kuanzia kwenye yani ajira. Sisi wenyewe kuna vitu ambavyo kukiwa kuna msongamano wa watu wengi watu watavipata, lakini pia kupata burudani. Tuliona kama mfano pale ile ya Mzee Foundation, watu walikuwa wengi sana, lakini wakati mechi zinaendelea, wafanya biashara pia wanaendelea kusambaza biashara zao, walipata hela sana. Niliona mama wengi wakifurahia sana kitu kama kile. Kwa hiyo mimi kama mwanamke niliona wanawake wenzangu wengi sana wakifaidika kupitia matukio kama haya. Kwa hiyo tutakapokuwepo timu ya ligi kuu, kila inapokuwepo maki watu wengi sana watafaidika kupitia uwepo wa ligi kuu. Ni kikao cha maandalizi kuona kwamba mkoa wa Iringa unarejea katika ligi kuu Tanzania bara. Mkoa wa Iringa ambao ulipata kuwa ligi kuu uliweza kushuka ukiwa unawakilishwa na timu ya Lipuli, lakini leo wameamua kuweza kuweka mkakati wa pamoja ili kuona ligi kuu inarejea tena Iringa. Hayo yalikuwa ni maoni ya wadau wa soka na wafanya biashara mbalimbali wa mji wa Iringa wakitamani kuwa na ligi kuu. Cyprian Kuyava ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Iringa. Maoni hayo ya wadau na mkakati huu wa chama cha soka kurejesha tena Iringa katika ligi kuu ana uzungumziaji. Kwanza nashukuru sana wadau wote waliofika katika kikao cha leo. Mengi yamezungumzwa. Kikubwa kilichozungumzwa siku ya leo ni kwamba tushikamane kama ambavyo tulishikamana siku za nyuma mwaka 2013-14 ambapo tulifanikiwa kupandisha timu daraja, timu ya Lipuli. Njia zile zilizotumika tumebana siku ya leo ziweze kutumika zile kuweza kupata timu ya Premiership. Nashukuru kwa maoni mbalimbali na michango ya wadau mbalimbali walitokea siku ya leo, inatupa mwanga wa nini kifanyike. Sisi kama chama cha soka tumeyapokea yote haya, tunaenda kuyachakata, kuyafanyia kazi, tutafikisha katika sehemu husika ikiwemo ofisi ya mkoa wa Iringa ambao wametupa ushirikiano mkubwa sana. Ikizingatiwa hata ukumbi wa leo wao ndio tutafutia ukumbi wa kufanyia mkutano. Kwa hiyo kwa pamoja sisi na mkuu wa mkoa, lakini pia na wadau wote, media zote na vyombo vyote vinavyohusika na mambo ya mpira, tunahakikisha tunaunganisha nguvu pamoja na inshallah tutafika sehemu nzuri siku za usoni. Tumepanga mikakati mbalimbali ya muda mfupi na muda mrefu. Hii yote tutaitekeleza kwa uaminifu mkubwa na kwa wivu mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba tunapata timu ya Premiership mwakani au baada ya miaka miwili. Heri James ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Benjamin Sita ni mkuu wa wilaya ya Iringa. Kuyaya anaeleza namna ambavyo viongozi hawa wa serikali walivyokuwa na shauku hadi kuweza kushawishi chama cha soka kuweza kuitisha kikao cha wadau. Yaani sahihi kabisa. Heri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Heri James, kwanza yeye atufungulia njia kufanya kikao cha wadau hapo awali miezi michache iliyopita na kufikia maazimio kadhaa. Lakini pia Sita Benjamin ambaye mkuu wa wilaya amekuwa pamoja nasi katika kuendeleza mpira na kutupa ushauri mbalimbali katika uendeshaji wa mpira mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kuwaona wao wameanza kuonyesha njia, na sisi kama viongozi wetu tumeamua kuwafuata na kuanzisha hii movement ya kuwa na vikao mbalimbali na wadau wa soka katika mkoa wa Iringa. Leo tulikuwa tumeanzisha kikao ambacho
baadhi ya wadau wameshauri kile kikao cha maandalizi ambacho pia kitatoka na maazimio ambayo tutafikia mwafaka kuyapeleka katika sehemu husika kama nilivyosema hapo awali, na kuweza kuyafanyia kazi ya maazimio ambayo naamini kabisa yatatuletea tija katika siku za usoni. Wapo wadau ambao waliweza kupambana enzi hizo na kuhakikisha kuwa mkoa wa Iringa unakuwa na timu ya ligi kuu. Miongoni mwa wadau ni pamoja na kampuni ya Asas ambayo kwa sehemu kubwa iliweza kusaidia Lipuli wakati huo mpaka iliweza kuongoza ligi kwa usiku moja na asubuhi iliweza kushuka. Upi mkakati wa chama cha soka kuhakikisha kuwa inatambua mchango wa wadau wa soka na wengine ambao wanatamani kuona Iringa inakuwa na ligi kuu? Asas tunamshukuru sana kampuni Asas, Group of Companies Asas. Hawa ni viongozi katika kuongoza kuchangia timu zetu za mkoa wa Iringa. Katika soka la Iringa ameweza kudhamini ligi ya mkoa wa Iringa, lakini pia alikuwa mdhamini mkuu wa timu ya Lipuli wakati ule, na mchango wake tunathamini sana yeye pamoja na wadau wengine. Kwa sasa tunafahamu kwamba tunampa pole ya kufiwa na ndugu ambaye ni ndani mabao katika kipindi ambacho amefariki. Amekosa muda atakuja kuhudhuria katika kikao chetu japo tulituma mwaliko. Kwa hiyo yeye Asas pamoja na wafanyabiashara wengine, wawekezaji wengine tunawakaribisha na tunaheshimu sana mchango wao. Tunaomba tuungane nao, tushikamane nao katika kipindi hiki ambacho tutakuwa tuna movement ya kwenda kwenye ligi kuu. Tunaamini mchango wao, udhamini wao utasababisha sisi kuanza kupaa tena na kuwa na Lipuli mpya tena ambayo inatajwa kwamba ilikuwa vigogo wakati ule. Sasa tutakuwa na timu nyingine ambayo inaweza kuwa vigogo. Inaweza kuwa Lipuli au kuwa sio Lipuli, timu itakayopatikana mkoa wa Iringa yoyote ile, naamini kwamba tutapata mchango wao na tutaweza kufanikiwa. Wahenga wanasema aliyopita si ndwele, tugange yajayo na aliyopo. Hali ya mshikamano anaizungumziaje kwa wakazi wa mkoa wa Iringa? Leo katika kikao cha leo mshikamano umetawala sana. Mshikamano hii imetuonyesha picha kwamba kulikuwa na mgawanyiko, yaani kinyume cha mshikamano ni mgawanyiko. Baada ya kuwa Lipuli imeshuka daraja, mengi yalisemwa, huyu kasababisha, labda FA imesababisha, viongozi wasababisha, au yule mdau kasababisha, au sisi wenyewe. Siku ya leo tumefikia mwafaka kwamba tushikamane tena kama ilivyokuwa awali, tuweze kufikia malengo yetu. Kwa hiyo mshikamano tumeamini kwamba ndio dira kubwa ya kuweza kusonga mbele na kuweza kufanikiwa. Bila mshikamano hakika tutatawanyika na tutafanikiwa. Kwa hiyo neno mshikamano ni neno fupi sana, lakini lina maana kubwa sana. Tumelichukua hilo na tuendelea kufanyia kazi. Falsafa ya mkoa wa Iringa, Iringa imara itajengwa kwa umoja na uwajibikaji, lakini michezo ndani ya mkoa wa Iringa itarejea kwa umoja na mshikamano. Huyu ni bwana Cyprian Kuyava, mwenyekiti wa chama cha soka mkoani Iringa. Lakini tunazungumza na Steven Sanga ambaye yeye ni kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, kitengo ama idara ya michezo na utamaduni. Jina langu ni Steven Sanga, afisa utamaduni na michezo mkoa wa Iringa. Nimeshiriki kwenye kikao hiki cha wadau kuweza kuona tunakwenda kupata timu ya kuweza kucheza ligi kuu hapa Tanzania. Ni mkakati wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuona kwamba Iringa inakuwa pia ni kitovu cha michezo kama ilivyokuwa siku za nyuma, na nimeshiriki hapa kwa niaba ya katibu tawala mkoa ambaye yeye ni mwenyekiti wa kamati ya michezo mkoa, nikiweza kusikiliza wadau wa michezo wakisemaje, lakini sisi kama kwa upande wa serikali sasa kuweza kuona tutasaidiaje katika masuala ya utaalamu, kuwezesha miundombinu na utaalamu mwingine ikiwemo ushauri ambao ni sahihi, kuweza kuona kwamba tunaweza kufanikiwa kuwa na timu inayoweza kucheza ligi kuu hapa Tanzania katika mkoa wetu wa Iringa. Amini penye nia pana njia, ndivyo ambavyo viongozi wa serikali mkoa wa Iringa kupitia ofisa michezo na utamaduni mkoa wa Iringa Steven Sanga, kupitia chama cha soka mkoa wa Iringa na wadau wa soka mkoa wa Iringa wakiamini kwamba mkoa wa Iringa umeonyesha nia na utarejea katika ligi kuu. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godin. Asante, kwa pamoja wanasema tunaweza.
Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your heart. Karibu.